Habari za wakati huu mtazamaji, na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana katika mkusanyiko wa taarifa ya habari jioni ya leo ya Juni 23, 2025 kwa nami Pendo Gorton na kusogezea matangazo haya live kupitia studio zetu zilizopo hapa nchini Arusha, Tanzania. Tukianzia kule mkoani Bukoba, wafanyakazi wa kubeba mzigo katika bandari ya Bukoba mkoani Kagera wamegoma kufanya kazi wakilalamikia kutokulipwa stahiki zao kwa muda mrefu, hali ambayo imeathiri maisha yao ya kila siku. Tunafanya kazi kwa muda mwafaka, lakini mapato yetu, malipo yetu yanakuja kwa shida sana. Tangia meli Victoria yanze kazi hatujawahi kupata hela yoyote. Hata mwekezaji wetu sisi, bosi wetu sisi hata hatumjui. Mpaka sisi wengine tumeshaanza kufukuza kwenye nyumba ambazo tulizopanga, hatuna hela sababu ya kulipia kodi. Vitu vyetu vimekabwa na watu wenye nyumba ambapo hatuna sehemu hata hela kwenda kuitoa, na kazi tunayotegemea ndio hii. Na ndio maana tumegoma kwa kudai stahiki zetu. Yaani sisi shida yetu ni kwamba tunataka tumuone huyo mwekezaji alafu tulipo hela yetu tunayodai. Sisi tukilipia mzigo hapa, na maana unatakuwa nimelipia jumla na ya mbebaji. Muda wote nawezi kupakia mzigo bila kulipia hela ya malini kusafirisha na TPA pamoja na kusafirisha. Lakini tunashangaa mpaka sasa hivi kuna mgomo kwamba wabebaji hawajapata haki yao. Hiyo hela tunajiuliza inakuwa imeenda wapi wakati sisi tunakuwa tumelipia moja kwa moja. Sasa na wao wanapata tabu kwa sababu TPA walipi. Kwa hiyo na sisi tunakaa kushuruhisha, tunaangalia ni tatizo gani ambalo linawasababisha wasilipwe, kwa sababu wenye nyumba wanatusonga sana kwamba vijana walipi kodi. Na kweli kuja kuangalia ni sahihi kwa sababu walipi kodi na wao walipwi, TPA haiwalipi kwa wakati. Na mimi nilikuwa naomba kama mjumbe wa mtaa TPA walipe kwa wakati. Na Benki ya Maendeleo ya Afrika Mashariki EABD imesaini mikataba ya thamani ya takriban shilingi bilioni 63 na Benki ya Maendeleo ya TIB pamoja na benki za Azania kwa ajili ya kufanikisha miradi mbalimbali ya maendeleo ya kiuchumi nchini. Akizungumza mara baada ya tukio hilo, mkurugenzi wa EADB Bernard Paulo Mono amesema mikataba hiyo inalenga kuunga mkono mpango wa maendeleo wa taifa kwa kutoa mikopo yenye masharti nafuu katika maeneo yenye uhitaji mkubwa. Ninafurahi kuwepo hapa leo. Tumesaini mikataba na taasisi za fedha ambayo ina kiwango cha shilingi bilioni 63. Hii ni mikopo ambayo itaenda kusaidia kuwapa makampuni ya Kitanzania, makampuni ya madogo na ya kati kuweza kupata mitaji ya kuendesha biashara zao. Itasaidia kuleta ajira katika sekta mbalimbali na kuweza kusaidia kuleta pia nyumba tunaita affordable housing kwa kupitia kuwapa watu mitaji ya muda mrefu kuweza kununua na kujenga nyumba. Tunaamini itaweza kusaidia kuendeleza uchumi na kusupport serikali katika mikakati yake, especially mpango wa maendeleo wa nchi ambao unatekelezwa kwa sasa hivi. Tanzania imenufaika kwa kiwango kikubwa. Viwanda vingi ambavyo vilianzishwa mwanzoni, kama unataka kwenda kwenye historia, vilipata mikopo kutoka EADB. Sitaki kutaja majina hapa, lakini unaangalia viwanda vya simenti, viwanda vya sukari, vingi vilipata mikopo kutoka EADB. Lakini kwa sasa hivi kwa miaka ya karibuni, kama alivyosema mkurugenzi wa maendeleo wa TIB, EADB pia imekuwa inasapoti taasisi za hapa nchini kuweza kutoa mikopo kwenye sekta mbalimbali za maendeleo. Kuna kilimo, kuna viwanda, lakini EADB yenyewe pia imesapoti moja kwa moja. Kuna ujenzi wa SGR, miradi yote ya kimkakati katika nchi hii. EADB imeweza kushiriki na kutoa fedha kwa ajili ya kuitekeleza hiyo miradi. National Housing, mlimsikia mkurugenzi mwakilishi wao akisema jinsi ambavyo EADB imesaidia katika ujenzi wa nyumba. Sio tu nyumba kubwa za kibiashara, lakini hata hizi tunaita affordable housing, especially Dodoma. Kwa hiyo EADB imesaidia pia kuhamia kwenda Dodoma kwa kutumia kuweza kusupport SGR. Pia EADB imesupporti kazi na mkakati wa benki wa serikali kuhamia Dodoma. Kuna mikopo pia imesainiwa leo na kampuni hii inaitwa TMRC. Kampuni hii inajishughulisha na utoaji wa mikopo ya nyumba ya muda mrefu. Na kama mnavyofahamu, nyumba ni moja ya mahitaji ya muhimu sana kwa binadamu. Na mara nyingi gharama za kumiliki nyumba ni kubwa, na mara nyingi wengi wetu tunakuwa hatuna fedha nyingi kwa mara moja kuweza kununua na kumiliki nyumba. Kwa hiyo utaratibu huu maana yake ni kwamba
utawawezesha Watanzania wengi kupata mikopo ya muda mrefu ili waweze kumiliki nyumba. Na kama ambavyo mmekuwa mkifuatilia kwenye tukio hili la leo, tumewaambia hawa wenzetu ambao wamefanikiwa kupata fedha hizi leo, wawaambie Watanzania waweze kujua kwamba hizi fedha zipo, wazitumie, watangaze utaratibu ambao unahitajika. Lakini lingine ambalo tumesema EADB ni benki yao, ni benki yetu, ni benki yangu, ni benki yake. Na hii benki ina fedha za kutosha. Na familia ya Bibi Cecilia Martin Mkumbo, mkazi wa kijiji cha Uhuru, kata ya Uhuru Kusini, wilaya ya Moshi, mkoani Kilimanjaro, imejikuta ikilala nje kwa zaidi ya siku 4 baada ya nyumba yao ya tangu mwaka 1961 kubomolewa kwa madai kuwa iko katika eneo linalomilikiwa kihalali na chama cha ushirika huru West na Mriwa. Akizungumza kwa uchungu Juni 20, 2025, Bibi Cecilia na watoto wake wamesema hawakuwahi kupewa taarifa za kesi dhidi yao wala kushirikishwa moja kwa moja katika mchakato wa hukumu, jambo ambalo limewaacha na maswali mengi, huku haki na wazi wa utekelezaji huo. Jana kweli nilikuwa huko ndani nikafikia kwa nikatoka nje nikasema matofali yatanyangukia, ndio akatoa kwetu wakaondoka. Nilikuwa huko ndani mimi nikatoka, nilikuwa nalala tu, sasa nikasikia kwenye mabati ka nikasema nini, kutoka ni watu wanabomoa nyumba. Sina faida bana, au akusungumza kitu nisiseme uongo, kwa mabomoa tu wakaondoka. Hapa niko nani? Hapa niko nani? Hapa ni kwangu na banangu Martin. Kuanzia mwaka gani? Toka mkoloni mpaka leo. Toka mkoloni kwa jina la Yesu Kristo. Unataka kushtakiwa mwanamke yeyote? Hata. Yaani nimeshtakiwa, kwani nitashtakiwa serikali si? Kwani sijue, wasijue hata. Serikali ni hiyo. Alikuwa hapa kuanzia enzi ya mkoloni. Sasa katika maisha yao kipindisho wakiwa naishi huko walikuwa wanafanya tu kama vibarua. Sasa si akapata kazi. Alipopata kazi, nyumba yenyewe alijengaga pale. Alijenga pale nyumba na dirisha lake lile liko pale. Ili hapo. Liko wapi? Ili hapa. Ndio alikuwa amejenga pale kipindi hicho. Sasa ile nyumba za mikawilia ikawa imeliwa na mtu imeanguka. Sasa kipindi hicho ilipoanguka, yeye akawa saizo ameshapata kazi, kwenye Kilimanjaro Estate hapo, kampuni hapo, hiyo kampuni hapo juu hapo. Akawa ameshapata kazi kule. Sasa alipopata kazi kule, nyumba zimeanguka. Kwa kuwa ni mfanyakazi sitapata na nyumba ili aendelee kujenga ndani yake hapa. Ndio hapa akaanza kuumwa. Sasa pale alipoanza kuumwa, yule ambaye alikuwa naye kazini anafanya naye, ambaye anaitwa Nemesi Ngoi. Yule Nemesi Ngoi, marehemu akamwambia, hali yangu ni mbaya sana, maana alikuwa na kansa ya koromeo. Akamwambia hali yangu ni mbaya sana, naona hata nikifa, angalia tu wadogo zako, sikujui wala unijui. Lakini naomba tu uangalie wadogo zako na hilo eneo lao na NCCF zake na nini. Alimwachia kila kitu, maana mama alikuwa hajui kusoma asipo wadogo. Basi akamwambia sasa natakiwa ufanyeje? Umsaidia. Akasema sawa. Hata mwenyewe kabisa kwenye maelezo anasema kweli niliwasaidia kama ndugu. Unaona Sasa cha kunishangaza mimi, yule alipokuja kukaa, alikuja kurudi kinyume, akaanza kumwambia mama ondoka kwenye lile eneo unakolima sasa hivi, kwa sababu hata ile mikawilo ile iliyowekwa pale una nguvu ya kujenga, una watoto 6, utafanya fanyaje na huko wanasoma. Kwa hiyo mama alikuwa ameshindwa namna ya kumsaidia. Na mama akashindwa namna ya kujisaidia. Akamwambia sasa usilime tena pale, ile eneo ni ndogo. Nataka nikupe eneo kubwa ili ufanyeje? Uweze kusaidia hii familia, maana mimi ndio nimeachiwa. Mama akamwambia ile eneo hilo linatosha la familia yangu. Akamwambia hapana, mimi ndio nakusaidia. Kama hutaki nitakufukuza kabisa, maana sasa nyumba yako imeshabomoka na mahali pa kulala. Sasa sisi tulipopata akili, mama akiwa anaumwa, nikasema kwa nini huyu mtu anatusumbua sisi kwenye eneo letu, tunashindwa kuishi na mimi tangia mdogo. Mama, unaona hiyo miti hiyo, mama ndio alikuwa analima magimbi. Kuna mfereji ulikuwa unapita moja kwa moja hivi. Alikuwa analima magimbi, akitoka hapo tunaingia nyumbani tunalala. Sasa leo hii nakujaje huyu mtu anakuja tena kutuletea biashara za kusema hapa sio kwa mama. Anamwambia ni padogo. Udogo sinataka kumtapeli. Basi nikaona tufanyeje? Tumshtaki. Ndio nikamshtaki baraza la ardhi kata. Kule kata nikashinda. Tulipomshinda huko ndio nikakaza hukumu sasa. Sasa nilipoenda kukaza hukumu ndio utekelezaji ukatoka kule, makoti broker akaja paka hapa akatukabidhi sisi eneo pamoja akiwa mwenyekiti na kila kitu hapa, tukakabidhiana tukamaliza. Basi yule mheshimiwa akasema, mwenye mkuu wa mkoa akasema, hii ni dhambi, acheni watu wakae, hawa hawajavamia. Acheni. Haya, sasa hapo kicha kunishangaza. Waliovamia anasema waliovamia tumewasamee, lakini hapa tutasamee. Hawa waliovamia karibu watu 300. Wanasema hawa tunafanyaje, tunawasamee.
Sasa wao wamevamia wanasamehewa. Alafu hawa ambao hawajavamia watu 200 hata wale kule hawataweza kushindana nao. Wanataka watu ushindane na sisi pale, sisi hatuna nguvu. Kwa sababu wale wako wengi, sisi ni wachache. Sasa ndio wamekuja hapa kwa ajili ya utekelezaji, na leo hii asubuhi walikuja hapa asubuhi. Walipokuja hapa wakanikuta hapa, niko hapa na mama hapo. Mama mwenyewe ndio alikuwa anatoka nje kwenda kujisaidia. Kwenda kurudi hapo, na wenyewe ndio wakawa wamekuja. Baada ya kuja hapo sasa wakasemaje? Mama toka hapa. Sasa hivi hapa sio ukae hapa. Utoke nenda kakae pale. Kwa maana hiyo ukae hapa. Mkuu wa mkoa inabidi mkuu wa mkoa waje wakuchukue wewe, wakupeleke kule kwake, ukaenda ukaishi kule ili hapa pabomolewe. Nikamwambiaje wataendaje kule kwa mkuu wa mkoa aje akavunja, na kati hapa ni kwake na niko familia yake na kuna kaburi na amejenga miti. Nikamwambia tangu umezaliwa kweli unaweza kukuta hii miti hapo? Akanambia hapana, hapa lazima patavunjwa. Akamwambiaje mama, weka hapo nitakuachia chumba kimoja hapo. Sita kibomoa. Mama pale anapokuwa anasimama, akamwambia unielewe. Mama anasimama pale, nataka kuniambia mama simama hapo kuvunjia hapo ndani. Mama akatoka, baada ya kutoka pale mama akaenda kumwambiaje, kwa nini mnataka kunivunjia nyumba yangu, mimi niende wapi? Mama anapiga ukunga. Akamwambiaje, hata kama kupiga ukunga au kusaidii chochote kile. Ukunga unaopiga unasafisha tu macho, au kusaidii kitu chochote hata kama mnaenda mahali popote pale. Hii ni serikali imeamua kuvunja. Kwa hiyo lazima inavunjwa hapa. Kwa hiyo mama ndo akatoka hapo, akawa analia na wanakijiji wakaja wakatusaidia hapa. Sana mimi naitwa Agustino Alois Mushi. Ni mwenyekiti wa kitongoji cha Mongoya na ndio ndio msimamizi wa ulinzi na usalama wa kitongoji hicho. Kwa kweli hichi kitendo hata mimi kimenisikitisha sana. Kwa sababu hata sisi hatuna taarifa zozote na mtoaji wa hapa. Na isitoshe pia hatujawahi kupata mtu yote anayelalamika kwamba hili eneo ni la kwake. Na mpaka sasa hivi nashindwa kuelewa ni kwa nini aliyevunja sasa ni nani na anataka kuja kufanya nini hapa. Kwa sababu hawa hapa nimewatambua miaka zaidi ya 19 wako hapa. Na mfahamu bibi muda mrefu sana. Na sijui sasa ni kitu gani kimetokea ikawa hivi. Ndio utekelezaji si watambui kabisa wala si. Mimi nipigiwa simu saa 4 nikiwa kwenye shughuli zangu. Wakaniambia tunakutaka kama mwenyekiti wa kitongoji uje eneo hili na kitu tunafanya hapa. Kaambia mimi niko mbali. Na sina barua yote waliwahi kunipa isipokuwa wamenieleza kwa kushtukiza tu. Mimi walioniambia wanakuja kutekeleza amri ya mahakama ya baraza la ardhi. Lakini mimi nikauliza namna gani, mbona si hatuna taarifa? Mwenyekiti wangu wa kijiji anafahamu, akaniambia hafahamu. Zuio liliombwa kwa sababu zuio ili litolewe ni discretion ya mahakama. Yaani kwamba mahakama mpaka yenyewe iamue tu kukupa. Mimi naona ni sawa. Lakini baraza alijaona kama sawa kutoa. Ni bora utekelezaji uendelee, pamoja na kwamba wao walikuwa walishaomba zuio kwamba tunarufaa mahakama ya rufani. Kwa mimi mpaka nawapata wateja hata hayo maombi yao ya zuio tayari yalikuwa yameshakataliwa. Kwa tarehe na mimi siwezi kuwa nazo kichwani. Na hadi wanakuja kwenye Samia Legal Aid tayari walikuwa na notice ya kwenda kuvunjua hiyo nyumba. Tulifanikiwa kupata zuio temporarily, ile jitihada za kwenda mahakama ya rufani zifanyike, lakini na mahakama ya rufani nako ni mpaka process ili upate kikao ni muda. Sio kwamba ni sala la unaomba leo unapata leo. Okay. Na pia parties wenyewe wamefrustrate kwa namna moja ama nyingine. Wanaamini kwamba labda haiwezekani tukienda labda kwa mkuu wa wilaya, labda tukienda wapi. Kwa hiyo jitihada ndio zimeshindikana. Na baraza nalo alijaona kama ni kuna haja ya kutoa ile zuio, kwa sababu baraza lilikuwa ndio mahakama pekee. Maana kwenye execution court ndio inayoweza kuzuia. Walikuwa wameshaomba. Kwa hiyo option waliokuwa nayo ni kuomba mahakama ya rufani. Lakini huyo mama pia alikuwa ameshaleta maombi ya kupinga utekelezaji wa hukumu, kwa sababu yeye anadai yeye ndio mmiliki na sio hao watoto wake walioshtakiwa. Na hayo maombi yalipangwa kusikilizwa tarehe 30 Julai, ambayo hata saizi hayana kazi tena, kwa sababu hadi yasikilizwe yatolewe uamuzi na amri ya kutekeleza imeshatolewa. Basi pengine ni baraza katika busara zake liliona labda hakuna umuhimu tena, ndio maana halikuona haja ya kusikiliza hayo maombi yake, mapigamizi yake kabla ya kuendelea kutoa ya kupinga kwamba hukumu hiyo inatekeleza wakati mimi sikuwa party kwenye kesi na mimi ndiye mmiliki. Wameshtakiwa watu wengine, mimi nimezungukwa, nimeachwa hapa. Wameshtakiwa watoto Juliana, Selina na Levina Martin, lakini
ambaye anadai ni mmiliki paseni Cecilia ni mama yao mzazi, ni mtu mzima sana. Iliona kuna haja lakini ikapanga tarehe ya kusikiliza mbele ya tarehe ya utekelezaji, which case inakuwa useless hata ukisikiliza, kwa sababu haina nature ya utekelezaji, inaondoa dhana yani ardhi ilivyokuwa haiwezi kurudi tena. Kwa hiyo yanakuwa hayana maana. Kisheria huyo mtu ambaye anaona kwamba hukumu inayotaka kutekelezwa dhidi yake hakuwa mmoja wa wahusika kwenye kesi hiyo, analeta maombi kama ambayo alipeleka huyo Cecilia ya mapingamizi ya kupinga utekelezaji wa hukumu, na maombi hayo yanasikilizwa. Yakishatolewa uamuzi, ndio maamuzi ya aidha kutekeleza hukumu kuendelea ama kusiendelea yanafanyika. Sasa hiyo ni changamoto ambayo imetokea hapo baraza, na usiporidhika na uamuzi unatakiwa ukate rufaa. Na changamoto iliyopo kwenye mfumo wa haki ni kwamba haki haiharakishwi, lazima ifuate utaratibu. Yaani kwamba huyo mama mume wake anaitwa mzee Joseph, I think Joseph Martin, alikuwa mfanyakazi wa ushirika huo wa Uruwest na Mruia joint venture kwenye mashamba huko. Wakati anaendelea kufanya kazi pale, akaanza kujenga kijibanda kidogo, akajimegea. Lakini huyo mzee alishafariki, na huyo mama alikuwa haishi hapo. Baadaye watoto wake, kuna mtoto wake mmoja anaitwa Juliana, I think Juliana Martin, Juliana Martin Joseph, wakaanza kurudi hapo. Kwa hiyo kimsingi mahakama ikasikiliza, ikaenda hadi mahakama kuu, wakaamua. Walianza hadi baraza la ardhi la kata la wilaya, baadaye ikaenda mahakama kuu. Ruling ikatoka, ikawapa ushindi chama cha ushirika kwamba huyo mtu alikuwa anafanya, yani amekaa hapo kimakosa kwa sababu eneo hilo ilikuwa sio la kwake. Kwa hiyo wakawa wanataka kutekeleza hukumu. Wakarudisha kwenye baraza la ardhi la wilaya. Baraza la ardhi la wilaya wakaomba ulinzi kutoka polisi kwa ajili ya kwenda kutekeleza hiyo. Kwenda kutekeleza hiyo hukumu ya kumuondoa huyo mama hapo. Kuna kipindi mimi niliwapiga simu nikamwambia, jamani, hebu nendeni mkakae kwanza muangalie huyu mama akitoka hapa anakwenda wapi. Lakini kimsingi hukumu ilishatoka, lakini maeneo hayo yote walipewa ushindi nani? Chama cha ushirika. Kilipewa ushindi chama cha ushirika. Na delay kubwa sana ilifanyika kwenye kuwaondoa, kwa sababu pia niliwaambia hebu subirini kwanza, watu waende wakajifikirie wanakwenda wapi baada ya kutoka hapo. Kwa hiyo wawape hukumu hizo zilivyokuwa zinaamua. Taasisi na kampuni za umma zimetakiwa kuongeza kasi ya maandalizi na ukamilishaji wa ujenzi wa mabanda pamoja na utambulisho wa nembo zao kabla ya ufunguzi rasmi wa maonyesho 49 ya biashara ya kimataifa maarufu kama Sabasaba, ambayo ufunguzi wake unatarajiwa kufanyika Julai 3 mwaka 2025. Kauli hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na mkuu wa wilaya ya Temeke Sixtus Mapunda wakati wa ukaguzi wa maandalizi ya maonyesho ya hayo katika viwanja vya Mwalimu Nyerere, ambapo amebainisha kuwa maandalizi kwa upande wa mamlaka ya maendeleo ya biashara TanTrade yamefikia 85%, huku kampuni nyingi binafsi zikiwa zimekamilika maandalizi hayo kwa kiasi kikubwa ikilinganishwa na taasisi zingine. Halisi ya maandalizi meiona kwa upande wa TanTrade wana asilimia zaidi ya 85, tunawashukuru sana. Lakini makampuni binafsi yanafanya kazi kubwa sana ya branding na wanaelekea kuzuri. Nitoe wito huu kwa mashirika ya serikali. Spidi yao ya maandalizi ya branding iko chini mno. Wakiendelea na hali ya kusuasua, huenda tukafika tarehe 3 mabanda yao yakawa hayana hadhi inayostahili. Nichukue fursa hii kuwasihi sana wajifunze kwa makampuni binafsi kwa jinsi wanavyokwenda kwa spidi kwenye branding. Siku hizo baki ni chache, uzinduzi ni tarehe 3, na kwa kawaida siku ya uzinduzi tunakuwa tumeshaanza siku 3-4 kabla. Niombe sana waje kwenye swala la branding na kukamilisha mabanda yao. Tutakuja kufanya kikao chetu cha ulinzi na usalama tarehe 25 na kuona namna bora ya kuhakikisha ulinzi na usalama katika eneo hili unakuwepo. Tutakuwa na kamera za kutosha
zitakazokuwa zinatunza kumbukumbu. Kwa ukiingia Sabasaba na tabia zako za ukibaka tutakuwa tumekwisha kuona na tutakukamata. Sabasaba niseme kistaarabu, mje kwa ustaarabu. Sasa uwito kwa makampuni yote ya usafirishaji na yenye uhusiano na bandari, kuanzia hivi sasa ninavyosema, hatuhitaji kuliona roli lolote likiwa limepaki kwenye maeneo yanayokaribiana na Sabasaba. Maonyesho haya ni maonyesho makubwa kwa Afrika, sio kwa Tanzania tu, kwa Afrika. Kwa hiyo kwa mara hii target yetu tunatarajia washiriki zaidi ya 1500 watashiriki, makampuni ya ndani na nje. Nchi tayari 23 zimethibitisha. Tunaendelea kupokea nchi nyingine, nchi za Afrika Mashariki ikiwemo Burundi, Rwanda wanakuja. Kwa hiyo tunatarajia nchi zitaongezeka hadi tarehe 28. Lakini pia kwa upande wa maandalizi, kama mlivyoona, tayari maandalizi yanaendelea, asilimia zaidi ya 85 tayari maandalizi kwa upande wetu, na kwa upande wa makampuni binafsi na wao wanakamilisha branding, na tunafurahia kuona kuna ushindani mkubwa wa kubrand makampuni, na tunatarajia zoezi la ujaji, watakuwa wanajaji, mchuano utakuwa mzuri sana kwa sababu kila mmoja amejitahidi kufanya branding yake vizuri katika ushindani wa banda bora. Mkuu wa mkoa wa Songwe Mheshimiwa Daniel Chongolo ametoa shukrani kwa dhati kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo katika mkoa huo. Shukrani hizo zimetolewa jana Juni 22 katika hafla ya kihistoria ya utiaji saini wa mikataba ya ujenzi wa barabara za Mlowo Mkasamba kilomita 130 na Mkwajuni Mbalizi. Hafla hiyo imefanyika katika soko la Mlowo, wilaya ya Mbozi. Ujenzi wa awali utahusisha kilomita 5 kutoka Mlowe na kilomita 5 kutoka Kamsamba. Kwa kutupa kibali cha kukutana leo ili kutekeleza jukumu muhimu la ujenzi wa barabara muhimu inayotuunganisha Wanasongwe na mkoa wa Rukwa na mkoa wa Katavi, mikoa mikuu ya uzalishaji nchini. Hii barabara kwetu si tu barabara ya lami, ingeweza ikawa tu barabara ya lami ndugu mgeni rasmi, lakini kwetu hii ni zaidi ya kuwa barabara ya lami, ni barabara ya uchumi. Ndugu zangu, ndugu mgeni rasmi, nimesema hii barabara ni muhimu kwa sababu inatuunganisha na maeneo muhimu ya uzalishaji, lakini inatuunganisha na masoko. Lakini sio hiyo tu, nimpongeze sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali anayoiongoza. Kwa dhati ya moyo wangu, nimekuwa mkuu wa mkoa, sasa nimemaliza mwaka naenda na nusu mkoa wa Songwe. Najisikia fahari kuwa mwakilishi wake kwenye mkoa huu kwa sababu kadhaa. Ya kwanza, nimepita kwenye mkoa huu zaidi ya mara 15 kabla ya kuja kuwa mkuu wa mkoa. Nimepita kuingilia kule Tukuyu, unapita chuo cha magereza, unapanda na kuja kutokezea Ileje. Kutoka Ileje kuja Mpemba ilikuwa ni laana wakati huo, uongo kweli. Lakini leo tumepigiwa lami, ukipita mpaka unatamani wewe unapiga picha kila hatua, mpaka pale Isongole, lami ya kiwango cha juu kabisa. Nani kama Rais Samia? Nani kama Rais Samia? Lakini leo tunavyozungumza, tunataka tuungane. Mtu anayetaka kwenda Kiela asizunguke kwenda Mbeya tena Uyole kuzunguka kwenda Tukuyu kwenda Kiela. Sasa hivi pale tuna kilomita 50 na kidogo zinatandikwa lami kutoka Isongole mpaka Isoko. Nani kama Rais Samia? Nani kama Rais Samia? Lakini hapa tunapozungumza leo tumeomba, lazima tunaomba sana barabara hizi mbili muhimu za uchumi na zinazofungua mkoa wetu wa Songwe, kutoka Mkwajuni kuja Mbalizi na kutoka Mlowo kwenda Kamsamba. Tukapewa kibali kwamba zitatangazwa na zikitangazwa zitajengwa. Lakini alipopita Mheshimiwa Rais, nilipata bahati ya kuzungumza naye, nikamueleza umuhimu wa hizi barabara. Alipofika Dodoma, alimwagiza waziri wa ujenzi kwamba badala ya kuzijenga kwa mkandarasi mmoja ziwekwe wakandarasi wawili. Mmoja aanzie Mbalizi kwenda Mkwajuni na mwingine aanzie Mkwajuni kuja Mbalizi. Nani kama Rais Samia? Lakini na hapa akasema na mwingine apewe kuanzia Mlowo kwenda Kamsamba na mwingine aanzie Kamsamba kuja Mlowo. Nani kama Rais Samia?
Sasa hamna jamaa wanakuja wanasema unajua hawapendi. Hivi ambaye hawapendi anawawekea wakandarasi wawili ili mambo yaende haraka. Na muona mgeni rasmi hapa. Kimuona ana vumbi kwenye koti kidogo ni kwa sababu katoka Kamsamba saizi kusaini kama walivyosaini hapa saizi. Na akitoka hapa leo anaenda kusaini Mkwajuni. Haya ndio mambo yanavyokwenda. Kila jambo linaanza kwa mipango, utekelezaji na baadaye matokeo. Hamna jambo linalotokea hewani. Wapo watu ni mabingwa wa kudanganya. Leo tuambiane, wazee wangu, wewe mzee huko hapa. Kwenda Sumbawanga ilikuwa laana, uongo kweli. Miaka 10 tu iliyopita. Lakini leo ukitoka hapa mpaka unafika Sumbawanga unateleza kwa sababu serikali inapanga, inatekeleza. Kwenda Ileje ilikuwa laana. Leo ukiwa unaenda Ileje hata Kasekenya mwenyewe kule ndio jimbo lake la uchaguzi. Manake na yeye hapa msimuone kama mgeni rasmi tu, yuko nyumbani. Na ndio maana anasukuma mambo yaende haraka ili mambo yatokee kwenye mkoa anaotokea. Hivyo ndio mambo yanavyokwenda. Sasa kuna watu mabingwa wa kupiga maneno wanafikiri mambo yanatokea hewani. Hivi ndivyo mambo yanavyokwenda. Na sisi kazi yetu niseme hapa TANROADS mkoa, kaeni mkao sawa sawa. Tunataka tuone sasa matokeo baada ya kusaini hii mikataba. Tunataka msimamie thamani ya fedha kwenye huu mradi. Tunataka msimamie spidi ya utekelezaji wa mradi. Wananchi hawa hawajatokea tu kuja kutushuhudia hapa watufurahie tuondoke. Wanataka waone na matokeo yake. Mlohoye. Na nikihitimisha taarifa ya habari jioni ya leo, mbunge wa bunge la Afrika Mashariki Dr. Gladness Legislaus Salema amewasisitiza vijana juu ya umuhimu wa kutafuta fursa mbalimbali zinazotolewa pindi wawapo vioni na hata mara baada ya kumaliza masomo, huku akiwasisitiza juu ya umuhimu wa kuthamini mienendo ya tabia za kwa kutazama watakuwa wapi siku za usoni. Gen Z hawaambiliki, Gen Z hawashauriki, Gen Z wanajua kila kitu. Tena siku hizi wanasema wanajua sana kutumia teknolojia, kwa wanajua kila kitu. Gen Z anachotaka ndio apewe. They cannot wait. Wanasema the freedom. Gen Z wasiheshimu mamlaka. Gen Z wasiheshimu systems. Lazima zikutapike. Mimi sinaona hata hapa chuo ukishindwa kwanza kuheshimu sheria, taratibu, kanuni, uko hapa, you have planned to fail kwenye maisha. Kwa hiyo nilitaka kusema swala zima la morals and integrity. Tunapongeza unajipima. Simaanishi kuiba hela. Morals and integrity ni pana. Maadili ndo kama kila kitu. Uaminifu. Anaitwa Dr. Agneta Edi Mhenga, ni mwanzilishi na mwenyekiti wa Development Goals Foundation, na siku ya leo tulikuwa na Youth Summit au tamasha la vijana ambayo tulikuwa tunaongelea kuhusu changamoto ya ajira na kwa namna gani vijana wanaweza wakachangamka kutazama fursa mbalimbali zilizopo kwenye mazingira waliopo, zilizopo serikalini, zilizopo pia kwenye international organization katika kujitengenezea ajira na wao wenyewe kujiajiri na kunufaika kwa ajili ya hizo, kutokana na hizo ajira na kuweza pia kuajiri vijana wenzao. Kwa hiyo tulikuwa na watu mbalimbali kutoka banks, tulikuwa na watu wa banks mbalimbali ambao wameweza kuelezea fursa walizonazo na bidhaa au huduma walizonazo katika kuwasaidia vijana kama mitaji wezeshi ili vijana waweze kujikwamua na janga la kukosa ajira. Lakini pia tulikuwa na speakers mbalimbali ambao wameweza kushare experience zao katika biashara, wameweza kuelezea namna gani wamefanikiwa na namna gani walifeli. Kwa hiyo naamini ni seminar ambayo imekuwa nzuri kwa vijana. Vijana wengi wamerespond positive, wamejifunza kitu, na wengi naamini wanaenda kufungua potential zao kama mgeni rasmi Dr. Gladness Salema alivyowaelekeza kwamba wa unlock their potential. Ameongea mambo mengi ambayo naamini yatafaa na yatawasaidia sana vijana katika kujijengea uchumi ulio bora, lakini pia
kujijengea maisha mazuri kwa ajili yao na vijana wenzao pia. Zoezi la leo limekusanya vijana takriban 300. Tulitarget vijana 500 lakini tumeweza kupata kama 300, na tumefanyia hapa kwa ajili ya mazingira na wepesi wa vijana kufika, lakini hatukutarget vijana wa vyuo vikuu. Tumetarget vijana wowote wa vioni, wako mtaani, wajasiriamali, for as long as ni kijana alikuwa na nafasi ya kuja na kujifunza. Na zoezi hili litakuwa endelevu kadri Mungu atakavyotujalia, tutafanya kila mwaka Mungu akitusaidia. Kwa hiyo ni kwa sababu ni kitu ambacho kina positive impact, vijana wamelipokea vizuri, na naamini tutakavyozidi kuendelea kufanya basi vijana watakuwa wanajitokeza kwa wingi na watazidi kunufaika zaidi kwa hizi tamasha au semina ambazo tunaziandaa. Na kufikia hapo mtazamaji, sina la ziada katika mkusanyiko wa taarifa ya habari jioni ya leo ya Juni 23. Ulikuwa nami Pendo Gorton, kutakia wakati mwema. The Same Qualities Foundation kwa kushirikiana na hospitali ya Manispaa ya Kahama wanakuletea upasuaji wa midomo wazi utakaofanyika kuanzia Juni 30 hadi Julai 4 katika hospitali ya Manispaa ya Kahama. Watoto wafikishwe hospitalini hapo siku moja kabla ya kuanza kwa upasuaji. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0769726782 au 0738229449 na 0717531312. The Same Qualities Foundation, hatua moja, tabasamu moja.